Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV katika YouTube channel ya Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Karibuni sana katika siku hii ya leo ambayo tunakuletea habari zile ambazo zimekuwa ni habari za kufurahisha na habari za kusikitisha kwa wapenzi wa klabu husika ambayo tutakuwa tunaiongelea. Hapa tunaleta uchambuzi na maneno yale ambayo tumeyapata kupitia vyanzo vya habari vyetu. Habari hii ni habari kuhusiana na Yanga Football Club, kuhusiana na usajili ambao wamefungiwa kwenye kwa FIFA. Yani FIFA wamewafungia Yanga Football Club kwamba wasisajili mpaka pale watakapolipa madeni ya wachezaji wanaowadai na makocha wanaowadai. Yanga Football Club majuzi wametoka kuongelea kuhusu kujenga uwanja katika viunga vyao vile vya Jangwani pale, kwamba atajenga uwanja na GSM ndo amejitolea kujenga uwanja kama kampuni itakayojenga uwanja. Lakini huku chini ya kapeti kionekana kwamba Yanga wana madeni ya kufa mtu, ambapo hayo madeni yanahusiana na wachezaji wale ambao walivunjiwa mkataba ndani ya Yanga Football Club, wametemwa kwamba wanawadai Yanga. Inaonekana kwamba ni wachezaji wengi sana ambao walikuwa wanadai madeni pale Yanga, mpaka imefikia FIFA kuwasimamisha Yanga kuto sajili msimu huu. Lakini tetesi ambazo tunazo sisi, sikiliza mpaka mwisho ili uweze kujua. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na comment Fabidigo TV. Na mimi kama mwandishi naitwa Godia Aroni, nikiwa mtu ambaye naripoti habari kwenye hii taarifa ambayo naisikiliza. Godia Aron Mabunguru. Habari nilionao hapa ni pigo zito ambalo lipo ndani ya Yanga Football Club, kuonekana kwamba kuna wachezaji wengi wamemaliza mkataba ndani ya msimu huu, ambao ni hao wachezaji ni kama vile Mohamed Hussein aliyotoka Simba, alisajiliwa msimu mmoja, yani kwamba atatumikia Yanga msimu mmoja. Lakini pia kuna mchezaji ambaye anaitwa Pacome Zouzoua, ni mchezaji ambaye msimu huu mkataba umeisha. Kuna wachezaji wengi mastaa wa Yanga mkataba umeisha. Lakini pia Mwamnyeto, Bakari Munondo Mwamnyeto ni mchezaji ambaye mkataba umeisha, na mchezaji huyu ambaye anaitwa Mwenda Israel Mwenda ni wachezaji ambao wanatakiwa waongezewe mkataba. Lakini kwamba tumekuletea hii habari kwenye kichwa cha habari, tumesema pigo zito, wachezaji hawa kuachwa na Yanga. Kwa sababu gani tumeongea hivyo? Ni kwa sababu ya kuonekana kwamba Yanga Football Club, mashabiki wa Yanga wakiwa na wasiwasi na kiwango cha Bakari Nondo Mwamnyeto, pia wakiwa na wasiwasi na kiwango cha Israel Mwenda, wakiwa na wasiwasi na kiwango cha Mohamed Hussein tangu acheze mechi ya mwisho na Simba Football Club, ile mechi aliyopigwa tobo na Shomari Kapombe, mpaka sasa hivi haonekani tena uwanjani, na baada ya kuonekana kwamba labda kiwango kimeshuka. Wachezaji wengi wa Yanga Football Club waliotoka upande wa Simba wanaonekana kwamba waaminiki. Lakini pia kuna mchezaji ambaye anaitwa Bakari Mwamnyeto, baada ya siku ile kufungisha timu ilipokuwa inacheza na Dodoma Jiji walikuwa wanacheza na Yanga, Mwamnyeto ndo alisababisha magoli mawili, ambayo ilikuwa ni goli la kwanza aliyojifunga mwenyewe, mpaka golikipa wake ambaye anaitwa Diara akatoka uwanjani kwa kuwa na hasira kwa jinsi gani Mwamnyeto alivyomfunga goli huyo Diara. Lakini pia Mwamnyeto huyo akaja kusababisha goli la pili, ambalo alimtishia golikipa au akamzubaisha golikipa au akampigisha chenga golikipa, ambaye golikipa wa Yanga Masalanga, golikipa wa Yanga akishindwa kudaka huo mpira, kulingana kwamba alikuwa ni beki. Mwamnyeto alikuwa mbele ya mpira, akajifanya kama anapiga kichwa, afu akwepa, makosa ambayo yalimfanya golikipa asiuone mpira unapotua, likawa goli la pili. Magoli yakawa ni 2-2 kipindi cha pili dakika 90.
Baada ya kuendelea mpira, dakika 5 zikaongezwa katika ile Dodoma Jiji, ilikuwa ni kombe la ligi la NBC. Kwa hiyo basi ilivyoongezwa mchezaji ambao walimwacha wenyewe Yanga akawafunga goli la goli ambalo liliwafanya Dodoma Jiji kuwa magoli matatu kwa 2, ambapo sasa vitu vilianza pale kuongelewa, minong'ono mingi sana ikiongeleka kwamba mchezaji wa Yanga Football Club ambaye anaitwa Bakari Nondo Mwamnyeto, mashabiki walikuwa wamhitaji na hawakumtaka tena, kwamba amewafungisha makusudi, kwamba upande wa pili labda Simba Football Club ndio waliogawa mipesa. Hao wachezaji wamekuwa ni wachezaji ambao wanaonekana kwamba wanafanya vibaya Yanga, labda kwamba wanapokea hela kutoka kwa Simba Football Club. Lakini pia kuna mchezaji ambaye anaitwa Israel Mwenda, inaonekana kwamba kiwango chake kimeshuka baada yao kupona. Inaonekana kwamba kitu kilichomfukuzisha kocha yule ambaye alikuwepo Yanga, yule kocha kutoka Portugal, yani Ureno, ni kwa sababu ya kumtumia sana Israel Mwenda na kumtoa huyu mchezaji ambaye anaitwa nani huyo? Mchezaji ambaye anaitwa Israel Mwenda ndio alikuwa anamtumia sana ya ukwasi, akiwa anatoka yani kwamba alikuwa apangwi first 11 mara kwa mara. Lakini watu, kwa vile mpira unaonekana kwenye Azam TV, watu wakiwa wanaona mpira wameona ya kwamba mpira ni huo. Lakini sasa baada ya kuonekana hivyo, wachezaji wa Yanga Football Club, inaonekana kwamba wachezaji baadhi wamekuwa haonekani kwa mashabiki kwamba wanahitajika ndani ya vilabu. Sasa wachezaji na uongozi umekuja juu, na kwamba wataangalia viwango vyao, kama vitakuwa na uendelevu wataweza kuwatema, lakini kwamba ni kuangalia kwanza ligi iishe, uangalie itakuwaje. Lakini tunamwongelea Israel Mwenda kwamba kiwango chake kimeshuka, kwamba hawamhitaji tena kumuona Israel Mwenda. Mashabiki wa Yanga wanasema tumemchoka. Lakini kuna mchezaji mwingine ambaye tumemsema hapo nyuma kwamba kuna mchezaji anaitwa Bakari Mwamnyeto, tayari nimemwongelea. Kuna mchezaji ambaye anaitwa Israel Mwenda, nimemwongelea. Lakini mchezaji wa pili anaitwa watatu. Huyo mchezaji anaitwa Mohamed Hussein. Baada ya kutoka Simba Football Club alikuwa ni mzuri na ana kiwango kizuri sana, lakini sasa hivi anaonekana kiwango kinashuka kidogo baada ya kuonekana mambo yamekuwa mazuri sana. Huyo mchezaji ambaye anaitwa Mohamed Hussein ameonekana kwamba mpaka sasa hivi haeleweki yuko wapi, na wanayanga wanamtafuta kwamba yuko wapi. Sasa hivi mchezaji Boka ndio anacheza sana first 11, na huyu Mohamed Hussein ameonekana amepotezwa, yani kupotezwa kwenye namba na huyo jamaa. Sasa wachezaji wote wapo kwenye hati ya kutemwa dirisha kubwa, yani kutoongezewa mkataba, kwa sababu Mohamed Hussein alisainishwa mkataba mmoja na msimu huu ukiisha na itakuwa amemaliza, na vile Mwamnyeto msimu huu utakuwa amemaliza, na huyo Israel Mwenda. Na Yanga walishafungiwa usajili. Je, Engineer Enzi anasemaje? Ni vigumu sana kuhakikisha kwamba Yanga wanaenda kuwatema wachezaji au kuachana na wachezaji endapo wataendelea kufungiwa udirisha la usajili, kwamba kama hawataruhusiwa kusajili, ni lazima tu watawaomba waongezee mkataba wa Yanga au wachezaji, ili tu waweze kuwepo ndani ya Yanga Football Club. Fabidigo TV imeenda mbali zaidi pale ambapo ilikuwa kufikiria kwamba je, inakuwaje. Upande wa pili wanaonekana kwamba siri ni nzito. Wachezaji hawa watatu wameonekana kwamba wamekalia kutikavu Yanga Football Club kwa sababu ya tuhuma za pesa. Maisha yamekuwa ni magumu kwa Israel Mwenda, Mohamed Hussein na Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu wanaonekana hawako vizuri katika maisha. Maisha haya ni maisha ambayo mambo hajaa mazuri, na maisha ambayo mambo hajaa mazuri, wanaonekana kwamba hawajapendezewa au mashabiki kuwa na wachezaji sana. Mwamnyeto pale alivyosababisha magoli yale mawili ambapo ilikuwa na Dodoma Jiji. Sasa hivi Simba wanafurahi kwamba wachezaji hao wamewafanya wawe safi sana. Sasa endelea kusubscribe, kulike na comment YouTube channel Fabidigo TV na BM Zakaria TV ili tukuletea habari zingine papo kwa papo. Fabidigo TV. Usisahau subscribe.
Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.